Gachi na kuna madai ya kesi ambayo inaendelea hapa. Tatuambia ni kesi gani, lakini pia yuko na mwanasheria hapa. Gachi, mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Pole kwanza. Asante. Nini ambacho kimekuleta hapa leo Oysterbay? Kwa kweli sina chochote cha kuongea kwa sababu kila kitu tayari kipo kwenye mikono ya sheria. Sheria, yani kila kitu kipo polisi. Kwa hiyo polisi wao wenyewe ndio watatoa taarifa zaidi na sitakuwa na la kuongea zaidi. Mwanasheria wangu ndio ataongea kila kitu. Okay. Uko hapa kwa kesi gani sasa? Ndio maana nimekuambia sina cha kuongea zaidi, mwanasheria yuko hapa ataongea. Mwanasheria? Ndio. Vipi kaka? Safi kabisa. Kwema? Salama kabisa. Safi kabisa. Okay, tumeona mteja wako leo amekuja hapa Oysterbay mapema sana. Ameitwa hapa. Ni kesi gani ambayo imemfikisha hapa leo? Ni kweli, kwanza nikiri kwamba nilipokea taarifa kutoka kwa mteja wangu ambaye ni Gachi, na akanieleza mapema jana kwamba leo kuna wito wa kufika kituo cha polisi cha Oysterbay, na aliitwa kwa sababu kuna malalamiko dhidi yake yaliyoletwa na huyo msanii anaitwa Yami. Okay. Jina lake rasmi sijalishika vizuri, lakini kwa kifupi ni kwamba malalamiko hayo yanahusiana na kuchafuliwa mtandaoni. Na mteja wangu leo alivyoitwa, kama ilivyo taratibu za kisheria kwa mujibu wa kanuni za mwenendo wa makosa ya jinai, ni kwamba amechukuliwa maelezo ya onyo kama tunavyoita kwa mujibu wa sheria, na baada ya maelezo ya onyo basi tutarudi siku ya Jumatatu kwa ajili ya kuendelea na taratibu zingine za kisheria. Lakini kama alivyotangulia kusema mwenyewe kwamba ni utaratibu wa kawaida wa kisheria kwamba jambo lolote linapokuwa katika vyombo vya upelelezi au uchunguzi au mahakamani, hatupaswi kulizungumzia kwa sababu ya kuzuia kitu tunaita prejudicial, yani kutokuingilia utaratibu wa utoaji haki. Okay. Lakini ninachoweza tu kuhakikishia mashabiki wake ni kwamba yuko katika mchakato sahihi wa kisheria, na mimi nikiwa kama mwanasheria wake kutoka ofisi za mawakili Wintrust Attorneys and Consultants, tutahakikisha kwamba mteja wetu anapata haki na anakuwa salama. Okay. Kwa namna hiyo. Na amekuja hapa kwa kesi imesema udhalilishaji. Kamdhalilisha nani? Yami au kuna nani mwingine ambaye amedhalilisha? Aliyelalamika ni Yami, na hata nilipouliza kama mwanasheria, majibu niliyopata ni kwamba aliyelalamika au mlalamikaji ni Yami. Kwa sio mtu mwingine. Okay. Ndio. Na kwa hiyo Jumatatu sasa unakuja kufanya nini? Kwa sababu leo tumeona amekuja peke yake, Yami hajafika hapa. Ndio. Ni dharura za kawaida, wala siwezi kuwa biased kwa namna yoyote, lakini Yami kutokufika haiwezi kuzuia mchakato wa vyombo vya upelelezi kuendelea, ambalo ndio jambo natamani niliseme pia kama elimu kwamba hivi vyombo vya umma vina utaratibu wao wa utendaji kazi. Kama polisi ni chombo cha upelelezi, kwa mimi kama wakili ninachoangalia hapa ni kwamba zile taratibu za kisheria zimefuatwa, mteja wangu amepata haki zake zile za kikatiba na za mwenendo wa sheria unavyohitaji. Kwa kifupi, mpaka leo mimi nimeridhika, utaratibu wa mteja wangu unaenda sawa na sheria zimefuatwa kama inavyohitajika, lakini Yami kweli hatujamuona mpaka mida hii. Kwa sisi tunaendelea na utaratibu na tutaendelea kumsimamia mteja wetu mpaka atakapopata itakapofika hatima ya haki yake. Kama mwanasheria sasa, unahisi kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Yami kutokufika na mteja wako amefika hapa, kuna namna yote hii kesi inaweza ikaenda ikawa sawa kwa upande wa mteja wako? Kwa sababu kama hivyo ameshindwa kufika Yami, na maana mambo mpaka akae sawa afike kwanza kisheria. Ndio maana nimetangulia kusema, kwa sababu cha kwanza tulichojiridhisha ni kwamba huyu mlalamikaji amehojiwa, tumeona maelezo yake aliyohojiwa, kwa hapa hatuna shaka. Lakini mteja wangu ambaye ni mlalamikiwa au mtuhumiwa naye pia amehojiwa, na ndivyo sheria inavyotaka. Kwa mimi sioni kama kuna sababu yote ambayo anaweza akanyimwa haki yake, na ndio maana mimi niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamsimamia na anapata haki yake. Okay. Yes. Kwa kesi kama hizi najua itakuwa sio kesi ya kwanza kufika kwako. Huwa zinamalizika vipi, au kuna faini zozote au kuna nini ambacho kinafanya mwisho wa siku hii kesi inakwisha, kwa sababu ni udhalilishaji kwenye mitandao ya kijamii? Kwa kawaida kesi hizi zinakuwa, sisi kwenye sheria tunazichukulia hizi kama petty offenses. Nikisema petty offenses huwa ni makosa madogo madogo. Yaani huwezi ukafananisha makosa kama haya na makosa kama ya mauaji, makosa kama ya wizi wa kutumia silaha, huwezi ukayafananisha na makosa kama haya. Kwa hiyo ni makosa ambayo mara nyingi adhabu zake zinakuwa ni faini au kifungo kisichozidi miaka 5 mara nyingi. Kwa hiyo na hapa kwa level ya polisi hatuwezi kusema itaisha vipi, kwa sababu kwa kawaida labda hawa wahusika wawili waamue kufikia tamati ya mazungumzo, wanaweza wakafanya hivyo na vyombo vikakubaliana na hilo. Lakini pia ikishindikana, basi utaratibu wa kisheria ukienda mbele, basi mahakamani huwa tunaenda kusimama na kuhakikisha kwamba ukweli unajulikana kisheria, kwamba huyu mteja wangu ana haki kiasi gani au kama ana makosa kiasi gani na nini kinachostahili kisheria. Lakini kwa kawaida ni makosa madogo ambayo
sio ya kusema kwamba mteja wangu anaweza kaa kwenye hatari kubwa sana. Huwa ni faini au kifungo kisichozidi miaka 5, mara nyingi 3. Yes. Sawa. Kama mwanasheria unawashauri nini wale watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya kama hivyo kudhalilisha watu na nini? Unaweza kuwashauri chochote ili epukane na hizo kesi za kuja polisi. Tena nizungumze na nimetoka kuongea na mteja wangu pia huyo, na hata leo tulikuwa tuna program ambayo mtaiona kwenye mitandao ya kijamii inaruka. Kwenye ofisi yetu pia tumekuja na hiyo program ya kuelimisha watu hususan katika eneo la matumizi ya mitandao. Tunawajua wazi kwamba tuko kwenye kizazi tunaita ni Gen Z. Tuko kwenye kizazi ambacho matumizi ya mitandao ndio maisha yetu. Hata sisi wanasheria sasa hivi tuko kwenye mitandao kwa sababu huwezi wazungu wanasema you cannot ignore the power of social media. Huwezi ukadharau nguvu ya nini? Ya mitandao ya kijamii. Kwa mimi ni waase tu vijana watumiaji wa mitandao mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaheshimu sheria, lakini pia hata kwa watu ambao niseme nini mastaa watumiaji wa mitandao na hata nyie waandishi wa habari, kabla hujaposti kitu ni vizuri tafuta wakili msomi wako, muombe ushauri. Yes bana, hii content yangu nataka nirushe, hebu iangalie niko sawa? Yes, kwa mfano kuna njia nyingi ziko za kuepuka hayo makosa kama yaliyotokea au yanayodhaniwa kutokea. Kwa mfano unaweza ukaposti vitu katika vitu tunaita innuendos, yani unafumba, usimposti mtu directly. Nadhani mmewahi kuona hata kuna wachora katuni ambao wanatuma ujumbe fulani kwenye jamii, lakini anaenda simpoint mtu direct akatumia njia fulani ili kuepuka hiyo mikono ya sheria. Kwa matumizi ya mitandao lazima tuhakikishe watu wanafuata sheria, na kama huelewi consult mwanasheria aweze kukushauri vizuri ili usiingie kwenye mikono ya sheria. Huo ndio ushauri wangu. Nashukuru sana. Kile ambaye sio msomi. Uko sahihi. Jamani, hili swali tunalijibu na tutaendelea kulijibu. Historia ya jina wakili msomi haijaja kwa bahati mbaya. Kwenye historia ya profession ya sheria, miaka hiyo tangu tunairithi profession kutoka kwa Muingereza, wamekuwa wakiitwa mawakili wasomi. Moja, kwa sababu ya kutunza heshima, kwa sababu taaluma yetu mara nyingi inahusisha kubishana kwa hoja. Kwa hiyo nikikuapproach wewe nikikwambia bwana wakili msomi, hapa umekosea, tayari inakuwa nimeondoa ile hali ya kusikia kama vile umekosolea. Unaelewa, kwa sababu ndio maisha yetu. Moja. Sababu ya pili, wakili msomi kwa sababu maisha yetu sisi tunasoma sana. Kwa sababu leo kwa mfano nakupa mfano tu, sasa hivi kuna sheria mpya zimetungwa za mishahara katika sekta binafsi. Si ndio mmesikia serikali imetangaza. Hiyo sheria mimi sijaisoma darasani miaka nikisoma. Lakini ili niweze kumshauri mteja sahihi lazima nirudi kwenye kitabu tena nisome. Kwa hiyo tuitwa hivyo ili pia kutuinspire tuendelee kuwa tunasoma kila siku, kwa sababu ili tuweze kusimamia haki lazima tusome. Ndio historia ya wakili msomi. Lakini ni tamaduni imekuwa hivyo. Yes, ni tamaduni imekuwa hivyo. Ni sahihi kwa mwanamke ama mwanaume kudai pesa ambayo alipongwa na mwanamke au mwanaume? Jamani, itabidi unilipe consultation. Sasa of course kwa pesa ambayo unamaanisha kwamba ni sahihi kwa mwanamke? Yes. Uliohonga. Si ndio? Yes, kuhonga inawezekana kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 imeweka utaratibu kwamba hata ile sheria imelinda kuanzia watu wanapokuwa kwenye mahusiano, uchumba, hata mpaka ndoa. Sasa katika mahusiano inatambua pia vitu vinaitwa zawadi au gift. Zawadi yote unayompa mtu kwa lengo la kuonyesha kwamba ile ni exchange ya mapenzi na kile unachompa, au ya kutaka kununua ile nini nasema, yaani sio kwamba unanunua pase, lakini sema ni exchange of love and affection na kile unachompa kama zawadi, unaweza ukakidai endapo atakuja kukiuka yale makubaliano yenu, kwa sababu inaaminika kwamba makubaliano hata ya mchumba na yule anayechumbiwa ni mkataba. Okay. Yeah. Kwa hiyo anapovunja mkataba unaweza kwenda kudai vile ulivyompatia. Sio mkataba wa maandishi, mkataba wa maneno. Hapana. Sasa kwa taarifa yako, kisheria kuna mikataba ya aina mbili. Tena inafika hata zaidi ya aina mbili. Kuna mkataba wa maandishi, mkataba wa maneno, na kuna mkataba unaitwa the gentleman agreement. Kwa nchi za wenzetu zilizoendelea utaona kuna watu wanaweza wakamaliza dili kubwa wakashikana tu mikono hivi na ikawa dili imeisha. Kwa mkataba sio lazima uwe wa maandishi, na hiyo ni elimu pia Watanzania wanapaswa kuifahamu. Hapana, si kweli. Kwanza hiyo nafikiri sijui ni nani aliwahi kuileta, lakini hatuwezi kupinga mawazo yake. Lakini kwa mujibu wa sheria ni kwamba watu wawili, mwanaume na mwanamke, wanapokaa chini ya dari moja, kwa maana wanashare nyumba moja, na wakiwa wanafanya yale majukumu ya mume na mke, hata kama hawana ndoa, kwa miaka miwili, hao wanachukuliwa kama ni mume, na hiyo ni dhana. Kisheria tunaita presumption of marriage, yani ndoa dhahania. Ina maana kwa nini tunaita dhahania? Ni kwa sababu inahitaji udhibitisho ndio tuweze kuitreat kama ndoa. Sio miezi 6, ni miaka miwili kwa mujibu wa sheria. Nashukuru sana mwanasheria. Bwana, mimi nawashukuru sana. Appreciate sana. Tuko hapo Jumatatu. Karibuni. Karibuni sana.
sana.